sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo tuna nafasi gani katika ufalme wa Mungu hapa duniani? Yohana sura ya 17 mstari wa 18, na nukuu, kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Unakumbuka kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa 30, Bwana Yesu alisema mimi na Baba tu umoja. Kwa nafasi aliyokuwa nayo Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho ilikuwa ni nafasi ya Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi, na alithibitisha katika kitabu cha Yohana sura ya 14 aliposema kwenye ile mstari wa 9, aliyeniona mimi amemwona Baba, aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa hiyo Yesu Kristo nafasi aliyokuwa nayo duniani ni nafasi iliyokuwa imebeba majibu ya matatizo yote wanaokabiliana nayo watu, ikiwepo utawala wa dhambi kuangushwa katika maisha ya mwanadamu na madhara yaliyosababishwa na utawala huo. Nafasi ya Yesu Kristo ilikuwa imebeba taarifa za maarifa kuhusu ufalme wa Mungu ambao tayari ulikuwa unafanikishwa kuletwa hapa duniani. Sasa kwenye Yohana sura ya 17 anaposema kama vile ulivyonituma ulimwenguni, nami vivyo hivyo, au kwa kiwango hicho hicho na mimi nimewatuma hao ulimwenguni. Kwa inaonesha nafasi ambayo tumepewa ulimwengu wa roho. Sisi tunaoamini, kila mtu katika imani alionao katika roho yake, inakupa haki ya kinafasi ulimwengu wa roho. Inawezekana ulimwengu wa mwili ukaonekana huna cheo, huna nafasi, huna mamlaka, lakini sivyo ilivyo katika imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, imani ya kifalme. Imani ya kifalme ambayo umeletwa na Yesu Kristo inakupa haki ulimwengu wa roho kuwa katika nafasi ya uwakilishi wa Mungu mwenyewe hapa duniani kama alivyokuwa nayo Adamu. Tukumbuke vitu vyote alikabidhiwa Adamu. Ndiye kwa niaba ya ufalme wa Mungu alikuwa amepewa nafasi ya Mungu aliyeviumba vitu hivyo hapa duniani, na ndicho ambacho Yesu Kristo amekuja kukirudisha, nafasi aliyoipoteza Adamu ya kusimama kama Mungu hapa duniani, akionyesha nguvu za ufalme wa Mungu, udhibiti wa ufalme wa Mungu, mamlaka ya ufalme wa Mungu. Ndilo lilikuwa jukumu kubwa la Adamu. Wala hakuwa wakala wa dini yoyote, hakuwa wakala wa Uislamu, hakuwa wakala wa Ukristo, hakuwa wakala wa Ubudha, hakuwa wakala wa Ujudaism. Alikuwa ni wakala wa mamlaka na nguvu za ufalme wa Mungu hapa duniani, akividhibiti vitu kwa maslahi ya ufalme wa mbinguni. Hizi dini ni utapeli wa Ibilisi hapa duniani, ni utapeli dhidi ya mwanadamu. Dini zote ni za utapeli, ndio maana zimejaa mauaji, zimejaa ubinafsi, zimejaa chuki. Hii dini itafundisha Wakristo, Wayahudi na watu wa magharibi ni maadui. Hayo ni mafundisho ya dini. Mafundisho ya dini yanafundisha kujipendelea na kuua wengine, lakini mafundisho ya ufalme yanazungumza juu ya ukombozi wa wanadamu wote na kurudishwa mamlaka inayotusaidia kuwa kinyume cha Ibilisi na mapepo na utawala wote wa giza. Huu ndio ufalme wa Mungu unaokuja duniani, kwamba mrudishie mtu madaraka ndani yake ambayo yatamsaidia kuwa kinyume cha nguvu za giza, kinyume cha pepo, kinyume cha utawala wa giza, asiwe tena mtumwa wala mtumikishwaji. Lakini dini zinatufundisha kuwa na roho mbaya na chuki na visasi na kuwa watu wasio na hatia, tukidanganyana ndo namna ya kumtumikia Mungu. Lakini ufalme wa Mungu
unamrudisha mwanadamu kwenye nafasi ya Mungu mwenyewe ambayo Mungu aliitumia kwa Yesu, kwa Adamu, akaitumia kwa Musa, akaitumia kwa Yoshua. Wao walisimama kama manabii wakitabiri juu ya urejesho kamili wa nafasi ya kiungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa nafasi ambayo tunapewa ndani ya Kristo Yesu ni nafasi ya kiungu, nafasi ya kifalme, nafasi ya maamuzi, nafasi ambayo ukipigana unashinda, nafasi ambayo haikufezi wewe kushindwa bali kushinda. Kwa hiyo anasema Yohana 17:18, Yesu anasema tumebeba hadhi ya nafasi aliyokuwa amepewa na Baba yake. Ndio hadhi ambayo tumepewa. Kwa imani yetu sio kitu chepesi kama tunaielewa, ni kitu kizito. Ni mawakala kamili wa ufalme wa Mungu duniani, na Ibilisi anaposhindana, anajua anashindana moja kwa moja na nani? Na Mungu, kwa mujibu wa nafasi. Unapobeba nafasi ya Mungu, utawala wa giza hauhesabu tena kama unapigana na mwanadamu au na Mkristo. Unajua kwamba unapigana na Mungu mwenyewe kupitia mwakilishi, kwa sababu Ibilisi alipompindua Adamu na mkewe alijua amempindua nani? Mungu mwenye rasilimali, kwa sababu Adamu alikuwa ni kibaraka wa ufalme wa Mungu. Amen. Ukimpindua aliyewekwa madarakani, umempindua aliyefanya nini? Aliyemweka madarakani. Kwa unavyoona kupinduliwa kwa Adamu ilikuwa inawindwa nafasi ambayo Ibilisi alitafuta ya kuwa Mungu, alikosa. Ukisoma Isaya 54:14, maandiko yanatuambia alipambana kuinua kiti chake juu ili awe kama Mungu, awe kama mfalme. Ni nafasi ambayo Ibilisi aliitamani na aliitafuta. Alipoipata nafasi ya Adamu, ndo akaitwa nani? Mungu wa dunia hii. Nafasi ya Mungu wa dunia Shetani hajaipata kimaumbile ya kuumbwa kwake, ameipata kinafasi kwa kuchukua nafasi ya Adamu aliyokuwa nayo. Tuko darasani, watu wa Mungu. Hebu tuangalie Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura 4 kuanzia ile mstari wa 3, anasema lakini ikiwa injili yetu imestirika au imefichamana, imestirika kwa hao wanaopotea. Angalia mstari wa 4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasione. Anasema amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Hii nafasi ambayo Ibilisi anaitwa Mungu wa dunia hii ameipata wapi? Hii nafasi aliipata kwa Adamu. Ndio maana Luka sura 4 alimwambia Yesu, kinisujudia hizi falme zote za dunia unazoziona nitakupa, kwa sababu ziko wapi? Mkononi mwangu, nami humpa yeyote nimtakaye. Kukuonesha nafasi ya ugavi wa dunia hii Shetani aliipata Adamu alipoanguka, na anaipoteza mtu anapomwamini Yesu Kristo. Mtu akimwamini Yesu Kristo, huyo mtu au maisha ya jamii anaipoteza. Ndio maana amepambana kufa na kupona kupitia Waarabu, kupitia Wayahudi, kupitia Waafrika na Wazungu. Ameibua dini za uongo, na dini hizo amehakikisha zingine zimekamata serikali, zinalazimisha watu kwa mtutu wamkubali, wakiaminishwa kwamba ni Mungu. Kwa nini? Analazimisha kutafuta nafasi ya kuwa Mungu katika maisha ya wanadamu. Kwa nafasi ambayo tunaibeba sisi ulimwengu wa roho ni nafasi ya kiungu. Yohana 10 maandiko anasema wale wanaojiliwa neno la Mungu hao wanaitwa miungu na wana waliye juu. Kwa hiyo kama ni mwana wa Mungu unakuwa Mungu katika ulimwengu wa roho, na unakuwa na nguvu juu ya Ibilisi mwenyewe. Ibilisi mwenyewe ukimwamuru anaondoka, kwa sababu kinachomuondoa ni nafasi ya nani? Ya Mungu, ambayo wewe umeketishwa kwa njia ya Yesu Kristo. Usiogope uchawi, uganga, mapepo na nguvu yote ya giza, kama umeketishwa katika nafasi ya wana wa Mungu ambao Adamu alikuwa amepewa. Maana kwa nafasi hii alipewa mamlaka ya kuwa juu ya kila kitu. Kusudi kubwa la kila mwanafunzi, kusudi kubwa la kila mwanafunzi wa Yesu Kristo ni lile lile kusudi la Kristo
alilokuja duniani kwa ajili ya kufunua ufalme. Yesu Kristo alikuja na kesi mbili. Moja kabisa ya kwanza ni kushughulika na kesi. Kesi ya uasi ambao ulitokea kwa mwanadamu akapoteza nafasi ya kifalme. Sasa katika kupambana kumrudisha mwanadamu katika nafasi hiyo, mwanadamu anapomwamini Yesu Kristo, awe Mwarabu, awe Mwafrika, awe Myahudi, mtu wa namna yote, anapomwamini Yesu Kristo anarudishiwa nafasi ya kiungu ya Mungu aliyeumba dunia hii, na rasmi anakuwa mwakilishi halali ambaye mamlaka ya Mungu inamtambua na iko tayari kuwajibika kwa amri atakayoitoa huyo mtu. Kama unanielewa, shangilie Roho ya Yesu kwa amina. Tuangalie, Yesu Kristo alikuja kufunua ufalme wa Mungu kwa mambo makubwa mawili ambayo tutaangalia leo. Jambo la kwanza ni kupitia mafundisho rasmi. Mafundisho rasmi yalikuwa yanahusu kutangaza uwepo wa ufalme wa Mungu tena duniani. Mahubiri haya yalimaanisha, ziliitwa habari njema, kwamba habari mbaya ya ufalme wa Mungu iliondoka. Mwanadamu alipoteza nafasi ya kiungu akabaki wa kawaida, na Ibilisi akachukua nafasi ya kiungu akawa Mungu Ibilisi katika maisha ya mwanadamu. Akaanza kuendesha rasilimali na kuzuia rasilimali isiende kwa mwanadamu aliyepewa maisha ya raha. Ibilisi anajua mwanadamu aliumbwa kuishi vizuri, kupenda mambo mazuri, na anaelewa kwamba ukiishi maisha magumu, ipo siku unaweza kuomba msaada kwake, akakuagiza mambo ya kuyafanya na ukayafuata masharti ukafanikiwa. Anajua ni kwa nini anatumia rasilimali kuhakikisha anawateka watu. Anajua binadamu maisha magumu sio portion yake, hakuungwa kuishi maisha magumu. Kwa kiisha kibanwa vizuri, ana uwezo wa kwenda kuomba msaada akasaidika. Kwa hili utawala wa Yesu unaelewa kabisa udhaifu wa binadamu. Hawakuungwa kupenda maisha ya kimaskini. Ukikuta mtu anapenda maisha ya kimaskini, ni bahati mbaya na amelogwa. Ukikuta kanisa limeukumbatia umaskini, ni bahati mbaya, limelogwa. Sone chetu maskini. Kwa kupitia mafundisho rasmi kuhusu ufalme ama uwepo wa ufalme na mfalme, alikuwa anazungumza habari ya ufalme na mfalme ambaye ndiye Mungu muumbaji. Alikuwa anamtambulisha rasmi duniani kwamba jamani, ni miaka mingi mfalme aliondoka, akatoa na ufalme wake, akawatelekeza hapa duniani. Nimekuja kuwasuluhisha ninyi na mfalme, na ufalme wake rasmi unarudi, na sasa yuko tayari kushirikiana na ninyi kama mtakubali. Kwa nafasi hii ya Yesu Kristo inafanya ufalme wa Mungu, malaika, maserafi na makerubi wawajibike kutoa ushirikiano kwa wale ambao wanapewa nafasi ya Yesu Kristo. Kwa wanaweza kuwawajibisha malaika, maserafi, makerubi na vyombo vyote vya mbinguni, na vitapaswa kuwajibika kwa sababu ya nafasi ambayo wewe unakuwa umeibeba. Pigia Roho Yesu makofi. Tuangalie mimi na wewe kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Anaposema kama vile ulivyonituma. Sasa tunaangalia alifanya kazi gani, tutakuwa tunaangalia tuna wajibu wa kufanya kazi gani. Mathayo 4:17 tafadhali. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni au badilikeni au geukeni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mtu mmoja aliniuliza, ni jana majuzi, alinipigia simu akasema, hivi ile andiko la kwamba ufalme wa Mungu umekaribia ni mpaka sasa hivi umekaribia? Nikasema aliyekuwa anasema umekaribia alikuwa bado hajamwaga damu kuufanya rasmi. Alikuwa anasema umekaribia, maana yake tukio lake lilipokuwa linakamilika msalabani, neno umekaribia ilikuwa linatimia, na rasmi ufalme wa Mungu tuko nao. Haujakaribia. Aliyekuwa anasema ndiye aliyekuwa na wajibu wa kutolewa kafara. Baada ya kutolewa kafara, ufalme wa Mungu ungerudi sasa. Watu wakiutafuta wanaona, ndio maana imeandikwa tafuta utaona, bisha utafunguliwa. Ni kwa sababu ufalme unapatikana.
Lakini wakati Yesu hajasulubiwa msalabani, aliwaambia mpaka wanafunzi wake, hubirini mkisema ufalme wa Mungu umekaribia. Biblia Kiingereza nasema ufalme wa Mungu uko mkononi, nimeushika, nitakaposulubiwa rasmi ufalme huo utakuwepo. Kwa sasa hivi hatuwezi kusema jamani tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. No, ufalme wa Mungu uko, mtu anapoamini unaingia ndani. Unapoingia ndani yake rasmi, Mungu anajenga madaraka rasmi ndani ya mwanadamu. Kwa njia ambayo Yesu alitumia katika kufunua ufalme wa Mungu ni njia ya mafundisho rasmi kuhusu ufalme. Tumeona Mathayo 4:17 akiwaambia watu watubu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Hili ndilo agizo ambalo pia amewaagiza wanafunzi wake, kama alivyokuwa anahubiri Mathayo sura ya 10 mstari wa 7. Mathayo 10:7. Tumeona yeye kwenye Mathayo 4:17 anatoa taarifa ya ufalme wa Mungu kwamba jamani, ufalme wa Mungu rasmi umesharudi. Unasikia falme za kina Nebukadreza, falme za Rumi na falme mbalimbali. Ule haukuwa ufalme wa Mungu, ni falme za wanadamu ambazo ziliwekwa kwa mujibu wa katiba husika. Lakini ufalme huu ni utawala wa Mungu mwenyewe ambao unaletwa duniani. Sasa tuangalie agizo la anaposema kama ulivyonituma na mimi ndivyo nilivyowatuma. Tuangalie kazi yetu hasa ni ipi. Mathayo 10:7, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Yalikuwa ni maagizo kwa kina Petro. Hata agizo ambalo wanafunzi walipewa ni la kutangaza kwa habari ya ufalme. Manake hawa watu wanaohubiriwa, wanatangaziwa, hawakuwa na ufalme, haukuwepo. Sasa wanaambia jamani, ufalme wa Mungu umeshakuja rasmi. Kwa nini unatangaza umeshakuja? Uliondoka kwa Adamu. Adamu akabaki raia wa kawaida, na Ibilisi akachukua nafasi, akaanza kumtawala. Akawa anatawala watoto wake, tawala mazingira yake, tawala maisha yake, kuyaendesha, kuyaamuria na kadhalika. Na sisi tukazaliwa chini ya nguvu za giza hizo. Kwa Yesu Kristo kuja kutukomboa, hajaja kutukomboa tu kwenye dunia ambayo lolote linaweza likaamka wakati wowote. Na wamejipanga na wanajipanga. Nikaona msikiliza akasema kuna mpango wa miaka 5, mpango wa miaka 10 na mpango wa miaka 50 na kuendelea. Wanaweka mikakati. Kwa tusiposimamia imani zetu kwa na uimara, unakuwa unaingia tu kwenye hizo nyumba za ibada, haujijengi kwenye kitabu hiki na ukawa na power. Rafiki yangu, ninakuombea ufe haraka, kwa sababu hii dunia ni hatari. Kamuulize Elia, wakati wake ilikuwa ni dunia ngumu, ama uwe ama uwawe. Sasa wakina Elia alikuwa anachoma kwa moto, anaangamiza mtu na kufa hapo na panga lako, anaendelea kuishi. Ndizo zamana ambazo zinatakiwa kusimama na kuinuka leo. Maana wengine wanadhani kwamba Yesu Kristo amekuja kutuokoa na kutufanya tuwe kama kondoo wa kuchinjwa. Sio mimi, na hiyo sio imani. Kama tumeletewa ufalme, kaulizia kina Daudi, walikuwa na ufalme wa kupigania, wakimiliki, wakitawala, wakidhibiti, na huo ndo ufalme tulio nao. Yaani mimi ni wale wachungaji ambao unaweza kanikuta na hubiri, ninategemea nguvu ya Mungu, lakini pia na mtutu pembeni. Kwa nini? Unakuja kwa upanga. Biblia imesema uwae kwa upanga, au uwae kwa upanga nafanyaje? Maandiko ameshakwambia kwamba mtu anainua kwa upanga, mshughulikie. Kwa imani yetu sio ya kijinga, sio ya kwamba utakaa tu na chinjwa anasema 4 naona chinjwa tena 5. No, hiyo imani kama ni mtu anayefafanua hajui maandiko. Kwa hiyo ukiangalia dunia tunaenda nayo ni dunia ambayo Ibilisi ndiye anainua hayo makundi yote, akiwadanganya na kuwarubuni watu. Biblia inasema Mungu wa dunia amepofusha watu fikra zao, wasielewe imani ya kweli na Mungu wa kweli. Wameamini uongo na wanasimama kwenye uovu na wanaamini ni utakatifu. Sasa wewe unayeamini, ni muhimu uielewe vizuri imani yako, msingi wake ukoje? Hivi nguvu ya Mungu, nguvu hii ambayo imeletwa ni ya nini? Mimi jukumu langu natakiwa nifanye nini? Amen. Nimetafakari usiku, nikaangalia, nikasema kinachoangamiza Wakristo na kifahamu ni nini? Hawana nini? Hakuna umoja. Hakuna umoja kwenye fundisho, hakuna umoja kwenye imani. Kila mtu yuko kivyake. Kwa ikimwinukia vita fulani,
Atakaa mchungaji fulani, ikiwezekana anacheka na kushangilia unavyopigwa au unavyouawa, lakini makundi ya uovu lao ni moja. Na Yesu akasema wawe na umoja. Alipokuwa anasema kwenye Yohana 17 kwamba wawe na umoja, ile mstari wa 21, alikuwa anamaanisha ni umoja wa kiroho, sio umoja wa organization. Leo zinaanzishwa vikundi mbalimbali vya kuunda kama umoja, sio sako, sisi vitu gani, umoja wa watu wa mkoa fulani. Ule sio umoja ambao Yesu alikuwa anausema. Alikuwa anazungumzia umoja wa rohoni, ama lengo moja, imani ya watu wanaoelewana na kugharimikia katika imani yao. Yesu Kristo anaishi milele. Kwa hiyo hilo ndo agizo la jukumu kubwa katika nafasi ambayo napewa ulimwengu wa roho ya kutangaza nini? Okay, tuko pamoja kumbe. Ya kutangaza ufalme wa Mungu, kwa sababu ndilo ilikuwa lengo ambalo lilimfanya Yesu akarudi duniani. Hakuja tu kuokoa watu kwa sababu ya dhambi, alikuja kuwarudishia. Kutuokoa kwa damu yake ni jambo jema, lakini kuturudishia sasa ile nafasi ambayo ndo lengo la kuwepo wapi? Hapa duniani. Hiyo ilikuwa ni ama kipengele cha kwanza. Cha pili, kufunua nguvu za ufalme wa Mungu kwa kutatua matatizo. Njia ya pili ambayo Yesu aliifanya katika nafasi hii anayosema, kama vile ulivyonituma nami ulimwenguni, nami vivyo vinawatuma hao. Katika nafasi hiyo ambayo Yesu Kristo ametupatia, alikuwa anafunua nguvu za ufalme za kupigana na roho za pepo na kuziangusha katika maisha ya watu. Tuko pamoja nyewe watu wa Bwana Yesu. Kwa hiyo kufunua nguvu za ufalme wa Mungu kwa kutatua matatizo ya watu. Fungua kitabu cha Mathayo. Kila mtu fungua Biblia yako tafadhali. Chukua Biblia yako ulionayo, usiweke pembeni umekuja nayo ili uisome. Chukua Biblia yako tafadhali. Mathayo sura ya 4 mstari wa 23 na 25. Tunaangalia ufalme wa Mungu huu ambao unasemwa ulikuwa unadhihirishwa kwa njia gani. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Mafundisho au mahubiri ya ufalme yanaambatana na nguvu za ufalme husika. Tupo darasani nyewe watu. Anasema kama hamniamini, lipo jambo la kuaminisha la pili, matokeo. Kwa nafasi ambayo uko nayo haikudai kuaminisha watu kwa mafundisho tu, inakudai kuaminisha watu kwa kuzalisha matokeo ya mafundisho unayodai kwamba Mungu amekutuma, amekuinua kama mchungaji, amekuinua kama mwinjilisti. Huwezi kuwa unapiga kelele tu za mafundisho unaishia hapo. Sio desturi ya ufalme huu. Ufalme huu umejiweka wazi katika nafasi ambayo tumepewa, kwamba ufalme wa Mungu unapohubiriwa, unapotangazwa, lazima kuwepo na shughuli za kifalme ambazo zinafanywa, ikiwepo utatuzi wa nini? Wa matatizo. Hiyo ni shughuli ya kila mwamini, ni shughuli ya kila mwanafunzi. Kwa ni mafundisho na nguvu, hivi vimeshikamana. Mchungaji anayetembea na mafundisho lazima tembea na nini? Na power. Ni vitu ambavyo vinatakiwa kushikamana, vinatakiwa vitu viwili vyote vishikamane. Mwanafunzi anayetaka kuhubiri asisahau, ni lazima atembee na mafundisho ya ufalme wa Mungu, kwamba yeye ni mwanafunzi wa Yesu, anamwakilisha Yesu Kristo, anamuiga Yesu Kristo, anapaswa kuwa na nguvu. Nje ya imani hiyo haina maana yote imani ya siri kama hiyo, kwa sababu hii dunia tuna matatizo rukuki hapa. Kwa umeona yeye aliponya. Angalia ile mstari wa 24 kwenye Mathayo sura ya 4. Na habari zake zikaenea. Zipi? Habari za Yesu zilikuwa zinaenea za mambo mangapi? Mawili. Mafundisho na utendaji wa nguvu za Mungu katika kuyathibitisha mafundisho. Mungu anajua kabisa kwamba mwanadamu kiu unamwambia kwamba habari unazosema ni za uhakika na hauzalishi matokeo, hakuamini asilimia zote. Hakupi imani ya ukweli, atakupa imani nusu. Atakuwepo kanisani lakini imani yake itakuwa na changamoto. Siku moja Yesu anavuka na wanafunzi wake, upepo unapiga kile chombo,
Yesu anasimama na waambia upepo, upepo hebu nyamaza mara moja, bahari tulie. Wanafunzi wakasema, huyu ni nani hata pepo zinamtii? Wanafunzi walikuwa wanamwamini Yesu Kristo kwa vipande kulingana na matokeo aliyokuwa anazalisha. Hata wachungaji ambao wanakusanya watu makanisani, unaweza kukuta watu wamejaa ukafikiri wanakuamini. Watu wanaamini hatua kwa hatua, kwa kadri wanavyopata matokeo, kwa kadri wanavyoziona matokeo ya utumishi wako na nguvu za Mungu juu ya maisha yao. Mafundisho na madhihirisho ni agizo kwa nani? Kwa wanafunzi wote, sio kwa watumishi fulani. Hapana, kila mwanafunzi wa Yesu Kristo anapaswa kuwa mwathiriwa wa nguvu za Mungu ambazo atazitumia kufanya jukumu lake la yeye kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo sio jina, ni nafasi ya kiwajibikaji ambao unawajibika katika mafundisho ya Yesu Kristo kwa vitendo, kwa nguvu. Mathayo 28:19 anasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote. Tumeona agizo la kutangaza ufalme na agizo la kufundisha habari za ufalme. Kuna mambo mawili, tumeagizwa kuhubiri na tumeagizwa kufanya nini? Kufundisha. Hapa nilipo tunafundishana, tukitoka nje tunahubiri. Kuhubiri maana yake ni kutangaza habari ambazo unataka zijulikane kwa ambao hawazijui, na wakishazijua muwashawishi wafanye maamuzi, waje katika ufalme. Wakija mnaanza kuwafundisha. Kwa hiyo ni jukumu la kila mbeba nafasi la kufundisha habari za nini? Za ufalme. Tumeona kufunua nguvu za Mungu au za ufalme wa Mungu au nguvu za Roho Mtakatifu ni jukumu la kila mkalia nafasi ambaye mwamini Yesu Kristo. Si nguvu ya kutegemea kwa mtu fulani. No. Mimi nina wajibu wangu, wewe una wajibu wako. Mimi nina gharama zangu, wewe una gharama zako. Sisi hatuna pepo mzuri wala mbaya. Pepo wote ni wachafu, na anayeamini pepo na yeye ni nani? Mchafu. Amen. Pepo wote tumepewa mamlaka ya kuwatoa kwa force. Kwa hiyo nafasi ya mwanafunzi katika ulimwengu wa roho ambao tumepewa kutoka kwa Yesu Kristo, nafasi hiyo ndiyo inayokuweka wewe juu ya shetani, juu ya mapepo, juu ya wachawi na juu ya nguvu zote za giza, na kuwa pia wakala wa kufanya shughuli za kimiujiza zinapohitajika. Kwa imani yako sio imani ya kawaida. Imani yako wewe, ukiona mapepo, ukimwona shetani, sio kuogopa, ni wakati wa kumchekelea, na ni saa ya kumchekelea, kutabasamu, kwa sababu unatakiwa kumng'oa, kumtoa, kumfukuza, kumharibu na akaondoka. Kwa nini? Ni nafasi ya wanafunzi. Hebu soma ile mstari uone kama unaelewa vizuri. Mathayo 10 mstari wa kwanza asemaje? Wale ni wa mfano. Sasa manake kila mwanafunzi anayeitwa, endelea, amepewa nini? Amri au nini? Mamlaka. Tulia kwanza. Mamlaka yako iko wapi? Pepo wanakuwa wapi? Wanakuwa wapi pepo? Chini yako, katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Jana nilikuwa nimelala, mapepo yakanishambulia. Simpe ibilisi nini? Akipata nafasi, au wewe ukiwa dhaifu katika mambo yako ya ufalme, ndipo anapokushambulia. Kwenye vita, askari wao wanashambuliwa wanapokuwa wamepata nafasi kwa adui zao. Kwa hiyo pepo wote wamewajibishwa kwa nafasi ambayo wamepewa, kwamba wanatakiwa kutolewa. Nisikilizeni vizuri. Mapepo yanatolewa, unaweza kumwombea nani? Mapepo yanatolewa kwa mtu ambaye kwanza yeye mwenyewe anatafuta msaada kwenye imani yako. Swala la kutoa mapepo ni swala la kibiashara. Tunayatoa mapepo ili nani aingie? Kama hataki Yesu aingie, unatoa mapepo ya nini? Yaani ukikuta mtu mfano anakuja anataka aombe, unamwambia hivi, unataka kumwamini Yesu Kristo, anasema mimi siwezi kuiacha dini yangu, na anahitaji, mimi siwezi kuacha labda Uislamu ama dini fulani. Hatutoi mapepo tu, tunatoa kwa jina
la Yesu Kristo ndo nafasi ambayo tumeishika duniani. Unaposema katika jina la Yesu Kristo, unamaanisha wewe nafasi umepewa, ilikuwa ni ya kwake yeye aliyetumwa na Baba yake, na yeye nafasi hiyo ametupatia, kwa tumepewa haki na yeye, na tunalitumia jina lake kwa kutoa mapepo, kuponya magonjwa. Achana na mtu anayesema we mapepo mimi nakutoa, unanitoa kama nani? Na ishara zitafuatana na waaminio, kwa jina langu atafanyeje? Haya, endelea kusoma. Wako kunena kwa lugha ni ishara za waaminio. Sasa ishara, ngoja nielezee vizuri. Kuna kunena kwa lugha kwa ishara na kuna kunena kwa lugha kwa kuijenga nini? Nafsi. Kina Petro pale Yerusalemu, Matendo ya Mitume sura ya 2, walinena kwa ishara. Ishara maana yake walikuwa wananena lugha za watu wengine, na watu wengine wakawapa attention, wakaanza kuwasikiliza na kuwafuatilia. Lakini unaponena kwa lugha nyingine ambayo sio ya ishara, sasa na Wakorintho wa kwanza 14, ni kuijenga nini? Nafsi yako au roho yako katika ufalme wa Mungu. Kwa kuna kunena, unaweza kunena lugha ya Mchina, ukanena lugha za malaika. Inaweza ikawa ni ishara ya kumsaidia mwingine aelewe kwamba kuna jambo unalo lisilokuwa la kawaida. Ishara ni kama vile bango linabeba ujumbe, kwa bango ni ishara. Kwa unaponena lugha ni ishara ya kwamba kuna kitu unacho ndani. Ndio maana akina Petro alipojazwa Roho Mtakatifu wakati wananena, baadaye Petro alianza kutoa ujumbe. Kwa ile lugha aliyokuwa ananena ilikuwa ni ishara. Wakati watu wanasikiliza na kukaa kuangalia ni nini wanachoenda kusema, ndio wakaanza kusema habari hizi ni za Roho Mtakatifu, zilinenwa kwa Yoeli. Wakaanza kumsema Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu na wanatakiwa waokoke, watubu dhambi zao. Kwa hiyo kuna unenaji wa aina mbalimbali, na sana sana kuna wa kuijenga nafsi yako na kuna ule wa kunena kwa nini? Kwa ishara. Tuko pamoja? Kwa hiyo hizi zote ni haki za nafasi ambayo mimi na wewe tumeirithi kwa Yesu Kristo. Maana yake nini? Kama utaona miujiza haionekani kwenye maisha yako na hata kanisani, ni wajibu wa nani? Kwa nini wajibu wako? Ni mtu anayejifunza kwa mtaalamu ambaye amefudhu katika viwango husika, kwa hiyo amekaa chini anajifunza, ni lena haelewi lolote, anaelekezwa kwa na kila anachoelekezwa anaenda kufanya, kila anachoelekezwa anaenda kufanya. Kwa hiyo sisi tunaposoma Biblia ni kitabu cha maelekezo kwa nafasi tulio nayo. Kwa tumeona kila anayeamini nataka kutoa nini? Pepo. Ila nimesema utoe kinini? Kifaida. Kwa huu ndio mfumo uliochukuliwa na mitume na wanafunzi wote wa Bwana Yesu Kristo, na ni mfumo unaochukuliwa na mitume wa sasa, wachungaji wa sasa, wainjilisti wa sasa na wanafunzi wote. Ni ujinga kwenda kwenye nyumba ibada kama mahali pa maonyesho pa kuonyeshwa nguvu, na wewe tunashangaa na wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Na vile huyo bwana alikuwa anaonyesha nguvu bwana. Sisi wote tunawajibika kuwa na nguvu. Maandiko yanasema pale Yerusalemu akina Petro walikuwa ni mitume na wanafunzi walikuwepo. Biblia inasema pale walipokuwa wamekaa wote palifanya nini? Palitikiswa. Alafu wote wakafanya, wakajaa Roho Mtakatifu, na kila mmoja wao alikaliwa na mwali wa moto uliomkalia kila mmoja. Maandiko yanasema wote wakaanza kunena kwa nini? Mitume na wanafunzi wote walilewa ulevi wa aina hii. Sasa kama ndo tunavyoona hivyo, manake kanisa la leo tunapaswa kufundishana. Sisi sote tunawajibika kuhakikisha tunatibua nguvu ya Mungu ndani yetu, na wageni wanaokuja ndo tuwaoneshe hizo nguvu, na sio wewe miaka 20-15 unaenda tu kwenye nyumba ya ibada unamshangaa kabisa mtumishi wa Mungu sasa ana nguvu. Mjinga. Aidha kupandikizwa kwa kutokuelewa imani yetu hasa ikoje. Haya ni maagizo ya Yesu Kristo kwamba kila anayebeba nafasi hii ya kiungu ama ya kifalme ya wanafunzi wa Yesu Kristo. Nafasi ya wanafunzi wa Yesu Kristo inakupa ku exercise, kufanyia mazoezi mamlaka na nguvu ya Mungu. Narudia, nafasi ya wanafunzi inakupa jukumu la kufanyia mazoezi mamlaka na nguvu ya Mungu kivitendo. Una exercise mamlaka, unaiangalia inavyofanya kazi, unaendelea kujifunza. Mwisho unapoelewa inakuwa imara na inaanza kufanya kazi kwako. Kwa wewe ni mwanafunzi anaye exercise
mamlaka na nguvu za ufalme wa Mungu ambao ulikuwa umeshaondoka, haukuwepo. Na sasa unaporudi, unapoombea watu, kumbuka una exercise mamlaka na nguvu za ufalme wa Mungu ambazo ziko ndani yako. Jifunze kuamuru, iwe kwenye mwili wako, kimetoka hakijatoka, endelea kuexercise. Walimu wanaelewa. Mwanafunzi ukimpa exercise akishindwa, mwalimu mnafanyaje? Unampa tena nini? Ambalo ni nini pia? Lengo ni ku exercise. Hata kama wataipa correction, lakini lengo lake ni mwalimu anataka uelewe. Na walimu wanapenda hata kama unashindwa, inabidi angalau unahangaika unamfuatilia. Ndicho Yesu. Kwa Yesu hana shida na kushindwa kwako, kuweza kwako. Hii umeamuru nikiweta amesimama hajasimama, umeombea mgonjwa HIV amepona hajapona, endelea ku exercise mamlaka mpaka umeshikamana naye, mpaka imeanza kuwa active. Kwa hiyo ndo nafasi ambayo wewe umeibeba hapa duniani, nafasi ya ufalme wa Mungu, nafasi ya kiungo ambayo wajibu wako una exercise mamlaka na nguvu za Mungu kwa niaba. Unasema hivi, aliyeniona mimi amemwona nani? Baba. Mimi na Yesu Kristo tu wamoja. Ambacho Yesu angefanya naweza kufanya. Kwa maana ya kuwepo hapa na Yesu kutupatia nafasi, maana yake ni kwamba yale yote ambayo Yesu angejukumika tunafanyaje? Yale yote ambayo Yesu alikuwa anawajibika, wagonjwa walikuwa wanamfuata Yesu ameondoka, wamwendee nani? Na Yesu amekwambia katika shughuli za mapepo wametengeneza magonjwa mengine ni magumu katika viwango vyao kabisa, nakwambia. Ndio maana kwenye Mathayo sura ya 17:21 Yesu akasema kulikuwa na pepo la kifafa, kuanzia mstari wa 14 wanafunzi walishindwa kulitoa. Wakamwambia Yesu, mbona wewe umeweza, sisi hatukuweza? Akasema aina hii ya tatizo haliondoki kwa aina ya maombi mliokuwa mnaomba. Aina hii ya tatizo mpaka umeanza kufunga na kufanya nini? Kufunga na kuomba kuna kutengenezea fursa ya kuimarika binafsi kiroho, na inakuimarisha wewe katika uwezo wa kuwa active kuwasiliana na Mungu. Kufunga ni jukumu lako la kupambana na ukuaji wa kiroho, kupambana kuimarisha usikivu, kupambana kuitoa roho yako, kuipa roho yako nafasi ya kupakia maandiko. Na ni wakati wa kujijenga na kuimarika. Kadri unavyoendelea kuinuka, vita zinakuwa nyingi. Kwa nakusihi nikwambie, unalo jukumu katika ufalme wa nafasi ambao umepewa. Si kwa kupoteza muda, si kwa kuwa mjinga. Umepewa kuja ku exercise nini? Mamlaka na nguvu za Mungu. Ukizionyesha kwa watu, ili unapowaambia wewe ni mwanafunzi wa Yesu wakuamini. Kwa ukiona jirani amekuita na mapepo, simkimizie mchungaji kwanza. Angalia issue yenyewe, unajua issue hii na iweze. Make sure unaomba. Jifunze kuwa na maombi binafsi. Acha ya maombi ya hapa ambayo tumeweka. Amka mwenyewe. Jifunze kuwa na muda wa kuomba. Tengeneza uhusiano na ushirikiano, kwa sababu kwenye maombi ndipo tunapojenga ushirikiano, uhusiano na Roho Mtakatifu. Kusoma Biblia ni mahali ambapo tunajenga uhusiano, ushirikiano. Kama hujihusishi na Biblia na maombi, wewe rafiki yangu, uhusiano wako na Roho wa Mungu utakuwa dhaifu, na mamlaka yako itakuwa nini? Dhaifu. Nguvu yako pia itakuwa dhaifu. Kwa hiyo unisikilize, mimi nimemaliza.